Gereza limenifundisha, na namwambia Samia akitaka anipeleke tena gerezani, kwa sababu nina mengi bado ya kujifunza. Tukijifunza tunapata silaha ya kuja kutetea haki. Kwa kukaa gerezani nimejifunza Watanzania wanavyoteseka. Mimi sikujua kuna watu wanakaa gerezani hawajahukumiwa, wanakaa miaka 10, 8, kwa sababu ni mengi yanaharibu sura yao, wanapunguza, wanaanza upya, wanapeleka mahakamani, wanaweka nole ile ambayo mimi ilinitoa gerezani, alafu wanampa kesi mpya, mtu anaendelea kukaa gerezani miaka mingine 5. Uhuni tupu. Naomba radhi kwa maneno makali, lakini inafika mahali hatuna lugha nyingine zaidi, kwa sababu wenzetu hawaelewi lugha ya upole. Upole tumeutumia miaka zaidi ya 30 tangu nyakati za Nyalali. Hatujapata kujadili mada, badala ya kujadili namna gani Bawacha, Babita, Bazecha wataenda kuangalia watu wao. Hao ndio wenye angalia watu wao. Hao ndio wenye watu. Katibu mkuu na naibu katibu mkuu, hawa ndio wenye watu. Imani yangu kwamba wakirejea kwenye vituo vyao ndani ya siku 2, 3, 4 watakwenda kuwaambia Watanzania kwamba mwaka 2023 mwezi Machi, siku kama ya leo, mlikuwa na maadhimisho na tulikuwa na maadhimisho Kilimanjaro. Na kwa sababu pengine ya dalili zilizokuwepo wakati huo, zilizokuwepo kwenye mazungumzo ya maridhiano, wengine wakiona matumaini, wengine wakiona mashaka, lakini Bawacha mkafanya uamuzi wa kumpa rais tuzo, mkiamini kwamba ingempa motisha mwanamke mwenzenu, na aliyekuwa mwenyekiti wa chama Mheshimiwa Mboya akaitoa kwa niaba yenu. Tuzo ya Bawacha mtampa motisha, atafanya vizuri zaidi. Lakini ile motisha, badala ya kuwa motisha, imekuwa uharibifu zaidi. Na mimi naamini kwamba katika hatua hiyo viongozi wa Bawacha mlilagaiwa na mwanamke mwenzenu, mligilibiwa na mwanamke mwenzenu, na mkaamua kutoa tuzo mkiamini kwamba tutapata reforms, kutakuwa na uchaguzi huru na haki, demokrasia itapanuka zaidi ya kufunguka tu kwa mikutano ya hadhara na kuachiwa kwa wafungwa wa kisiasa na hakikisho la usalama wa wakimbizi. Lakini mwanamke toka 2023 sasa ni 2025. Sitaki kuwa kwenye hili, siwezi kuwaelekeza, ila naweza kuwashauri. Kwa kweli anastahili kuvuliwa ile tuzo aliyopewa tarehe 8 mwezi wa 3 mwaka 2023, kwa sababu yale aliyoyaashiria hayakuwa kama alivyoyaashiria. Kwa hili nilisemee tu by the way.